baraka yako muda huu nikuwekee shemasi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu awabariki. Na sasa tunaingia kwenye kipindi cha sadaka. Leo tutakuwa na sadaka aina mbili. Sadaka ya kwanza itakuwa ni sadaka ya ibada na sadaka ya pili itakuwa ni sadaka ya Injili. Sadaka ya kwanza tutatoa upande huu na sadaka ya pili tutatoa upande huu, na kwa wale wageni kama kawaida yetu tunaanzia upande wa kwanza kuja katikati tutamalizia na mwisho. Bwana Yesu asifiwe.
naomba nimkaribishe mzee wa zamu anaendelea. Amen. Basi bila kupoteza muda niulize kama yupo mgeni ambaye ni mara yake ya kwanza kuja kujumuika pamoja nasi. Naomba upunge mkono wako. Mgeni? Hatuna wageni? Amina. Basi ni nafasi yako wewe uliokuwa umesafiri na umeweza kurudi ukiwa mzima. Nikupe nafasi hii kwa ajili ya kulisalimia kanisa kama upo. Karibuni mliokuwa mmesafiri kama mko. Amina. Pia hawapo. Basi utege sikio lako, nimlete kwa katibu aweze kuendelea na matangazo. Karibu. Ongeza makofi tena kwa Bwana Yesu. Amen. Basi ni muda wa matangazo. Utege sikio lako uweze kujua unatumika eneo gani wiki hii. Amina, watu wa Mungu. Amen. Amina. Tangazo namba 1, ibada zetu zinaendelea kama ifuatavyo. Jumatano saa 10 kamili ibada inaendelea mahali hapa, na Ijumaa tutakuwa na maombi ya kufunga saa 24 kanisa zima, na usiku mkesha utakuwa unaendelea mahali hapa, na msimamizi wa mkesha atakuwa baba mchungaji. Walimu wa Sunday School siku ya Jumapili, wakubwa atakuwa Sara Mwinda, watoto miaka 3 hadi 6 Neema Filipo, 7 hadi 8 Neema Yosam, 9 hadi 11 atakuwa Eliza Joni, 12 na kuendelea atakuwa Joseph Chacha. Tangazo namba 2, ushauri wa kichungaji na maombezi ni siku ya Jumanne saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, Alhamisi saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na saa 10 kamili siku ya Alhamisi idara za kanisa zinaendelea na vipindi, na siku ya Jumamosi ni siku ya mazoezi ya waimbaji. Tangazo namba 3, viongozi wa zamu. Mzee wa zamu atakuwa Rusia Baraka, mashemasi atakuwa Happy Victor pamoja na Moses Yati. Tangazo namba 4, watu wa usafi atakuwa Eliza Joni, Bula Joshua, Eliza Paulo, Levania Songa na Simoni Bahati. Tangazo namba 5, viongozi wa sifa. Jumatano na Ijumaa atakuwa Rusia Baraka, na Jumapili atakuwa Jeni Ezekieli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikumbushe kundi namba 2 baada ya ibada hii, naomba tubaki. Kundi namba 2 mpo? Amina. Baada ya ibada niombe asiwepo wa kutoka, na pia nitoe taarifa, tuna ndugu yetu Domitila amefiwa leo usiku na shemeji yake. Bwana asifiwe. Naweza ukampigia simu kwa ajili ya kumtia moyo, na pia maombi yako ni muhimu. Amina. Mungu awabariki. Karibuni mliochukua bahasha za mafungu ya 10. Muda huu mlete baba. Karibu. Amina na uzi kuna na milele kuna wanana waje. Omba kwenye makusimame tukaombe sasa. Atambia ufura mbingu kisikia ndiye mfalme wetu pia na tumtii furaha tutaiona yo
muujiza. Amen, 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 amen. Pigie Yesu makofi mengi namna hii. Tuwashukuru watu wote kwa kubadilishwa muda wa kufika kanisani. Tukasema mtafika 2:30 na vipindi vitaanza 2:30. Mtu mzuri ni yule anayebadilika kulingana na wakati uliopo. Nawashukuru sana, Mungu awabariki. Mlimtii Mungu, hamkumtii mtu hata kidogo. Ni Mungu mwenye ratiba hizo za wageni wetu waliokuja kufikisha ujumbe ambao umeshafika. Amen. Hizo zote ni ratiba zake Mungu. Kama tulivyoambiwa kwamba kuna mfusetu kuna huzuni, ndugu yetu Domitila anaondokewa na shemeji yake, mume aliyeoa mdogo wake kwa ajali ya gari jana. Ajali jana, kufariki leo usiku. Kwa hiyo ajali hapo Mtumba hapo, gari yake ndogo ya serikali na nini wanaita Fuso, gari kubwa Fuso, kugongana uso kwa uso hapo barabarani Mtumba hapo. Yeye alikuwa amejeruhika na amekuepo kama kule. Sasa imempendeza Bwana pumzike, kwa sababu mwili ukijeruhika roho lazima itoke. Maana mnaambiwa msipigane huko nyumbani, tunzane kama mayai. Yeye sema alaniwe mtu ampigaye ndugu yake, kwa sababu unaweza kusababishia matatizo. Kwa hiyo maisha yetu ni amani. Pige makofi Bwana Yesu. Our life shall be peaceful. Maisha yetu lazima yawe ya amani. Vurugu, ficha uso wako hapa. Asante sana. Lakini sambamba na hapo, tuna ndugu yetu Sagudi, mtumishi wa Mungu, na mkewe wanauguliwa na mtoto wao mchanga mwenye siku kadhaa, tangu kuzaliwa na siku kadhaa hivi. Kwa hiyo Ijumaa usiku wa saa 7 walimpeleka Njema hapo mtoto, baada ya kuwa na hali sio nzuri ya kiafya, wakapeleka pale, ameendelea na matibabu. Ijumaa hiyo saa 7 usiku, jana Jumamosi, na leo wako kule. Amen. Siamuone Sagudi hayupo hapa. Wako kule. Kwa hiyo huyo ni mtu wa pili ambaye ana kuwepo katika jukumu hilo, ukiacha yule aliyoko kwenye msiba. Wengine Mrs. James na James wamesafiri kwenda Kigoma, wameaga na kuwatakia salamu nyingi. Amen. Na ndugu Nyang'anya alikuja jana hapa, amewasalimu kanisa. Amesema mbarikiwe, muendelee na Bwana. Amen. Sasa tunashukuru kwa haya. Lakini tuna ibada yetu ya jioni leo, tutakuwa pale nje. Ndiye jioni ibada tutafanyia pale nje kwenye jukwaa letu. Kwa hiyo kuimba kwetu nje, kwaya zetu nje, kukaa kwetu pale nje, mhubiri wetu jioni ni injilisti nje. Piga makofi kwa Yesu. Jumatano saa 10 ibada nje, zile alizosema mtumishi. Pale nje mapema kabisa na mwinjilisti pale nje. Hivyo hivyo Ijumaa halafu na Jumapili jioni. Amen. Hii ni amusha ya kwamba unakuja mkutano mkubwa wa Injili utakao kufanyika tarehe 2 hadi 6 mwezi ule wa 9, na maandalizi yameanza. Watu hapa wakasema sisi hatuwezi kukaa bila kuhubiri Injili, sisi ni wana wa Injili. Jumapili upita ahadi zao kwa ajili ya kuipeleka Injili, na sasa fedha zimeendelea kupokelewa. Amen. Labda swala msingi kwa wale wanakamati, majina yale mmeyachapa kama nilivyosema, yako hapa, yako kwenye kompyuta ndani. Ukiachapa unashatua mengine yanabandikwa Mungu kanisani. Sawa, mtumishi wa Mungu? Leo tutapaswa kuyaleta leo. Tunayasubiri wiki nzima. Lakini waonane na wengine hapa waliokuwepo katika wiki, watakupa fedha zilizotolewa kwa ajili ya Injili. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen.
tuna shauku kama nini kuhubiri neno la Mungu sasa tena katika viwanja vyetu vya Evangelistic Assemblies Fugoli Msalato. Amen. Rafiki hayo ndo machache. Kama tulivyotambulisha mchungaji, karibu sana. Labda kwa dakika hii kama unaweza kusema hata mawili matatu. Maana sasa hivi tumekukaribisha kwa kutambulisha hili wale wandugu wajue yule ni nani. Kwa hiyo wewe tukupe dakika takazoona zinafaa hapa kusema mawili matatu, alafu then tutaendelea. Jamani, Bwana sifiwe. Huyu ni mama yake Josephat. Lenga sina. Makofi kwa Bwana Yesu. Dakika hizo bana, karibu. Naweza kuwa na salamu hata chache maana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninawapenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baba yangu nakupenda. Mungu akutie nguvu. Endelea kunoa watumishi wa Mungu. Ndio kazi tuliyopewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Marita Katusime Francis. Nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni mama wa watoto 8. Mimi nilizaa watoto 14. Wengine wakachukuliwa, lakini namshukuru Mungu nimebakiza watoto 8. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni mwanamke mjane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni mchungaji katika kanisa la GMC Biharamulo Kagera. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mwenyekiti msaidizi, maana yake mwangalizi wa kanda ya Ziwa. Bwana Yesu asifiwe. Cheo kingine mimi ni mjumbe katika kanda ya Ziwa kwa wakina mama. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikutie moyo. Wewe unayonisikiliza, nataka nikutie moyo kumtumikia Mungu hakuna hasara. Mimi unayoniona hapa, mimi nilikuwa mlevi wa kupindukia. Sio mlevi wa polepole, ni mlevi wa kupindukia. Nasema ukweli mbele za Mungu. Huyu mtoto wangu Jose ndiye aliyekuwa ananiibia chakula, mume wangu amenifukuza, niko nje. Nguo za kujifunika anapitisha dirishani. Lakini Yesu aliponitoa palikuwa mbali. Nataka nikwambie wewe uliyetoka mbali kama mimi. Amina. Usipoteze muda. Amen. Usipoteze muda, simama umtumikie Mungu. Mungu atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninashangaa na mimi najishangaa, sijielewi mimi ni nani. Mimi nilikuwa mkulima. Yaani hii lugha ninayoongea nilikuwa sijui hata kamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilikuwa mama wa nyumbani wa kulea watoto. Nilikuwa sijui kwamba Mungu na mimi ananitafuta. Lakini wakati wa Bwana ulipofika, Mungu akaachilia mapepo. Mimi nilihubiriwa na mapepo. Akaachilia mapepo, nikawa mlevi, nikawa mzinzi, nikawa mtu wa hovyo hovyo. Wachawi wote wakaamuka wakanipata mimi. Nikafika wakati wa Bwana ulipofika, nikaenda kujisalimisha. Mimi nilijipeleka kanisani. Kaenda kujisalimisha. Nilienda kujisalimisha, nataka mimi kwa sababu niliingia kwenye pombe ili nipoteze mawazo. Nikaenda kujisalimisha ili niache pombe, nilee watoto. Amen. Nilikuwa sijui kwamba kuna kazi nyingine Mungu aliyokuwa ananiwekea ili nifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Furaha yangu ni machozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu wangu kuniona kanitoa huko nilipokuwa. Sasa na wewe kuna sehemu ulipotokea. Amen. Kuna sehemu sisi sote tulikutana hapa mbele za Bwana, lakini kila mmoja kuna sehemu alipotoka. Amen. Sasa nataka nikupe neno moja ikuongoze katika wokovu wako. Usiwe golikipa. Usiwe mtu wa kukaa tu. Fanya kitu
na Mungu atakuinua. Usiogope. Nimekwambia kwamba mimi ninakuongea nilikuwa sijui. Lakini Mungu alipokuwa ananiambia kwamba utanitumikia, namuuliza Mungu, mimi nitatumikaje ambavyo nakujua sijui kuongea? Mimi nitatumikaje ambavyo mimi ni mzinzi, nilikuwa kwenye ndoa ya wake watatu? Usijishangae wewe uliyetomoka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki. Amina. Lakini Mungu huko kote nilipokuwa, yeye aliendelea kunipenda. Hakuniacha. Nilipomaliza kujikabidhi, neema ya Mungu ikarudi. Kasema, mwanangu nakupenda. Mungu akaanza kuongea na mimi. Ananiambia utanitumikia. Najishangaa, nitakutumikia? Nitatumikaje ambavyo nakuongea sijui? Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, wachungaji muwapende. Nilikuwa na mchungaji wangu, mchungaji Uteta, Mungu ambariki. Yule baba alinipenda mpaka akanifunza kuvaa. Nilikuwa najifunga kitenge changu kimoja, kingine au mabegani, na kakitambaa nafunika kichwa, yani moja mbili kila siku. Sasa baba yangu akasema, mwanangu, Mungu amekuita, utatembea nchi na nchi, utaandaje ambavyo hujui kuvaa? Mchungaji akanipa nauli yake mfukoni mwake ya kwenda na kurudi, akanipeleka kwenye nchi ya Uganda, Kampala. Mara ya kwanza nakanyaga Kampala. Akaniambia, nenda ukajifunze yote, lakini ujifunze na kuvaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikaenda, nilipofika pale, nilikuwa naogopa kutoka ndani ya nyumba bila kujifunga kitenge. Hata nilikuwa na nguo ndefu, lakini nifunge na kitenge juu. Nilipofika pale nikakutana na wamama wazee. Wanafanya hivi. Hivyo viatu vinatembea hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipotoka huko, baba yangu akaniambia, umewaona? Nikasema nimewaona. Akasema, sasa anza kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikupe ushuhuda. Huu ushuhuda ukujenge mama. Wewe mama, hapa kuna wamama wazee. Nyinyi wazee ndio mliobeba maono, mliobeba maosia, mnaweza kupa watoto wenu na wajukuu wakatembea katika hiyo njia, mwisho tukakutana mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu wangu, alinisikia watoto wangu wote wameokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale wanaoenda wanatetemea, najua kwamba watasimama kwa jina la Yesu. Sasa nisichukue muda, ngoja nikupe neno hapa la utumishi. Usiwe golikipa. Tutasoma Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 5. Timotheo wa pili sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 5. Inasema hivi: na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Lihubirini neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiofaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wake na una mafundisho. Mstari wa 3. Maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti.
nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo, bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja ana kitu alichobeba ndani mwake, Mungu alichoweka. Usijidharau kwamba wewe ni nani. Wewe Mungu anachotaka kwako ni kutii na kukubali kwamba Mungu, mimi nimekubali. Mambo mengine mwachie Mungu, yeye ataweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nikwambie kwamba mimi nilikuwa ninajidharau na kusema kwamba hata anapoongea sijui. Lakini angalia Mungu anavyo, ukimaliza kuwa tayari Mungu anavyoenda na kuinua. Nilikuja hapa miaka 3 imepita. Mimi nilikuwa kiongozi wa kina mama katika kanda ya Ziwa. Kanda ya Ziwa ina mikoa 6. Hiyo miaka 3 nikaifanya. Kwa hiyo Mungu akapendezwa na ile kazi niliyoifanya kwa kujitoa na moyo wangu na nguvu zangu zote. Sasa hivi natoka Dar es Salaam, Bunju, Bagamoyo, makao makuu yetu yako huko. Tunatoka kwenye mkutano wa viongozi na wachungaji. Nafika pale na shangaa, tena wanasema kwamba hiyo kazi ya wakina mama waachie wengine. Wewe sasa tunakufanya kuwa msaidizi wa mwangalizi wa kanda ya Ziwa. Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikajisikia ni kuzimia. Sasa mimi hiyo kanda, wanawake, wanaume, vijana, wote nitaweza. Lakini kasikia ndani mwangu sauti inaniambia kwamba utaweza kwa sababu mimi nilikuchagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Askofu akaniuliza, mama utaweza? Nikasema ndio nitaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamama wale tuliokuwa tumeenda miaka 3 pamoja na wao wakalalamika, wakasema hamna, sisi mwenyekiti wetu hamumchukui. Yakawa marumbano pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa askofu akasema kwa sababu mnaendelea kumpenda na yeye hawezi kukalia viti viwili, tumemtoa huko, sasa tumemuinua awe mwangalizi wa kanda. Sasa awe angalau aingie kwenye kundi la wamama, awe mjumbe, muendelee kufanya kazi pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikutie moyo, wewe Mungu anachotaka kwako ni kutii. Amen. Lakini kazi ya Mungu sio lele mama, inahitaji uvumilivu. Mmesikia hapa neno la Mungu linavyosema. Amen. Inahitaji uvumilivu. Kuna wale utakaoongea wakakusikia na wale watakayokudharau. Wewe usiangalie huyo aliyekudharau. Wewe kazi yako ni kuhubiri. Kazi yako ni kuhubiri, kuonya, kukemea, kukaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiseme kwamba mimi nitavisema wapi, huko mtaani kwako huko. Ndio tena kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Makofi mengi kwa Yesu Kristo. Naona nimpe nafasi ya sene mtumishi wa Mungu. Maana mara zote akija anatukuta tuko alikuja kwenye harusi nafikiri ya Jose. Baada hapo alikuja tena. Alirudi tena. Tena leo amekuja mwanae alisema mama atapita yuko Dar es Salaam. Sasa tukujua ni nini aliyepita, kumbe leo amekuja sasa sababu mtumishi wa Mungu nimempa sene machache. Mmebarikiwa. Pige makofi kwa Yesu Kristo. Mama karibu Dodoma hapa, tunakupenda. Mwanao Jose yupo na mwenzake yupo na wale wengine wadogo wawili wapo. Tunaendelea kuwakemea, wakileta za kuleta tunawachapa sisi huku. Hapa na polisi alisema piga mtoto, anakuja mtu mwingine anaanza kelele. Napiga mwanangu. Mtoto ndio wote, si ndio jamani? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante. Kwa hiyo ujumbe wetu tena mwingine leo ni tunakula na kushiba, si ndio? Amen.
Naangalia muda wangu hapo. Juzi tumewahi kuja, inabidi tuwahi kutoka. Bwana asifiwe sana. Tumewahi kuja, tuwahi kutoka. Lakini ujumbe umeandaliwa hapa, ujumbe wa Mungu kwa kanisa. Waandika tu ujumbe wa Mungu kwa kanisa. Ujumbe wa Mungu kwa kanisa, Nyakati ya Pili mstari wa 7, sura ya 7. Okay. Nyakati ya Pili sura ya 7 mstari wa 14 hadi wa 15. Mpaka huu aliosoma mama ni ujumbe wa kanisa. Sema amen. Na wale wanaopita asubuhi wote maskani wetu ni ujumbe wa nini? Wa kanisa. Wale siwasikie sana. Neno la Mungu katika Nyakati ya Pili 7:14 hadi 15. Na maandiko mengine utasoma Yakobo pale baadaye, utasoma Yakobo 4 mstari wa 10. Yakobo 4 mstari wa 10 na Nyakati ya Pili 6. Nyakati ya Pili 6 hadi sura ya 6 mstari wa 27. Yakobo 4:10, Nyakati ya Pili 6 mstari wa 27. Alafu naruka wa 27 unasoma na 40. Sasa tuanze pale Nyakati hiyo 14, 7:14-15. Karibu. Neno la Mungu linasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kumtafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafunguka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno ya Mungu kama ambavyo tumesema yamesomwa tangu tumeingia hapa. Si mnakumbuka? Yamesomwa maneno ya Mungu na watumishi wa Mungu kadha wa kazi. Na mimi ngoja nisome hapa. Nimalize twende nyumbani. Bwana asifiwe. Kwa mujibu wa Biblia, neno hili alikuwa anaambiwa Suleiman, mtu wa Mungu. Baada ya kumtumikia Mungu akajenga nyumba ya Mungu, akajenga nyumba ya ufalme, akawa naomba. Sasa Mungu alibidi azungumze na Suleiman habari hii tunayosoma, ya kwamba Mungu akamwambia Suleiman, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu acha njia zao mbaya, wakatafuta uso wangu. Naona akaambia mimi Mungu nitaponya nchi yao na hivyo na hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ujumbe huu ni wetu leo, pige makofi kwa Yesu. Alikuwa anazungumza na Suleiman. Sasa Suleiman ameshapita. Biblia ndio yetu sisi, wewe unaye. Kwa ujumbe huu unakuwa wetu leo. Namwambia ni wa kwetu sisi leo. Tangu wa mama hapa amesema msijidharau. Jihesabu kwamba wewe ni mtumishi, si ndio jamani? Nani anajiona hivi? Si una ushuhuda aliosema ukujenge. Watu wengine hebu mwambie Bwana, eleweka kama mtumishi wa Mungu. Mwambie vizuri, mwambie ueleweke kama mtumishi wa Mungu. Kwa kumeokoka. Hapa msemi kabisa, hapa na maswala gani hapa msemi? Mwambie mwenzako, mwambie ueleweke kama mtumishi wa Mungu. Ueleweke kama mtumishi wa Mungu. Sisi wote Bwana anataka aone tunamtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatupaswi kumtumikia shetani tena. Hatupaswi kuitumikia dunia. Na Bwana anasema yeyote atakayemtumikia Mungu anafanyaje? Atamheshimu. Kwa hiyo huu ni ujumbe wetu kama kanisa, kwamba unatuhusu sisi. Kwa hiyo andika, ni muhimu kujua kuwa, andika hivyo, muhimu kujua kuwa, andika hivyo. Katika ujumbe huu tunataka kufikisha hapa, muhimu kujua kuwa
Hilo ni lazima ujue. Ni muhimu kujua leo kanisa. Ni muhimu kujua kuwa tujue nini? Kwamba kanisa ni watumishi wa Mungu. Hilo ni muhimu kujua. Mama mdomani nikakupa umehubiri kabisa. Umehubiri kabisa hapa. Tunaambia tumtumikie Mungu. Tusijidharau. Kila mtu ajihesabu kama ni mtumishi. Uelewe kabisa wewe kama wewe na mimi ufahamu kabisa ya kwamba sisi kama kanisa hapa ni watumishi wa nani? Piga makofi kwa Yesu. Hilo ni la muhimu kujua. Lakini la pili kwamba ni watu tulioitwa kwa jina la Bwana. Ni muhimu ujue Salome mtumishi wa Mungu kwamba wewe ni mtu ulioitwa kwa jina la nani? La Bwana. Hilo ni muhimu kujua. Bwana sasa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Kwa hiyo kila aliyeokoka sasa ni mtu aliyeitwa. Haujaitwa na mwingine, umeitwa na Mungu. Mama hapa anashuhudia anasema yani alikuwa hajui hiki na kile hiki na kile. Si amesema mmesikia? Lakini sasa anajua. Pigie Yesu makofi. Kwa Bwana yote yanawezekana. Wengine hata wala kina Musa wakasema sisi hatujui lolote. Hatujui kuongea. Akasema mimi ndiye mpa mtu mdomo. Kwa hiyo utaongea. Wewe ni mtu uliyeitwa. Umeitwa na nani? Na tatu yake. Sisi tumeandika 2 tumeitwa na Bwana. Andika 3 mimi ni Mkristo. Au mimi ni wa Kristo. Hiyo ni muhimu ujue kwanza. Wewe leo hata akikupa nyaraka zingine ujaze, watakuuliza imani yako ipi? Imani yangu mimi ni Kristo. Mkristo, si ndio? Na pale Mkristo, maana yake wewe Bwana mwingine huna duniani isipokuwa Bwana wako ni Yesu. Sema amen. Amen. Umeona? Kwa hiyo watu wangu walioitwa kwa jina langu. Ninyi watu mnaoitika kwa jina la huyo Yesu. Hiyo ni muhimu kujua kwamba wewe ni wa Yesu. Sema amen. Amen. Tunasikitika sana kwamba kuna wengine ni wa ibilisi kwa matendo. Nijiuza kwa shetani. Nijiuza wao wenyewe. Lakini wito wa Mungu, mama amesema hapa, ametangulia, mimi najengea hoja. Mmeitwa kwa jina la Bwana, ninyi ni wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Sasa kama ni hivyo, sisi ni watu wa Mungu, tumeitwa kwa jina lake. Nini wajibu wetu? Andika wajibu wa kanisa. Unafikiri wajibu wako nini? Wajibu wa kanisa. Si watumishi wa Mungu. Na Biblia inasema hivi, siku zile za mwisho hukumu itaanzia kwa watu wa nani? Nyumbani mwa Mungu. Ugawiwe kile ulicho kifanya wakati huo ni mwili huu wa damu na nyama. Naambiwa wewe ulikuwa hapa, nilikupa chukua hii. Wewe hapa, wewe nilikupa hiki, ukufanya ulikuwa vivu. Bwana asifiwe. Kumtumikia Mungu, mama amesema, kumtumikia Mungu kuna nini? Kuna faida. Pige makofi kwa Bwana Yesu. Narudia tena kwa kinywa changu pia. Kumtumikia Mungu kuna faida. Msikie vijana, msikie kina mama, kina baba, kumtumikia Mungu kuna faida sana tu. Kwa hiyo wajibu wa kanisa: 1, kujinyenyekeza; 2, kuomba; 3, kutafuta uso wa Mungu. Nyinyi mlioitwa hamjaitwa bure. Mama amesema tumia lugha gani? Goli kipa au nisikia vibaya nini? Wajibu wa kanisa tumesema ya kwamba kujinyenyekeza, 1, 2, kuomba;
3, kutafuta uso wa Mungu. 4, kuacha njia mbaya. Si umeitwa kwa jina la Bwana, mpaka leo tumerithi jina kuu la Yesu tunatumia. Kwa hiyo kama tumekuja tuko namna hiyo, tumepewa sifa hizo, sasa responsibility, wajibu wetu ni nini? Sasa watu wangu walioitwa kwa jina langu kama wakijinyenyekeza. Ndio ile tunasoma Yakobo 4:10. Andika pale Yakobo 4:10, nilisema tutasoma pale mbele. Nisoma. Kujinyenyekeza. Yakobo 4:10. Sawa. Jidhihiruni mbele za Bwana naye atawakuza. Asante. Umesikia? Mwana kanisa, mtu wa Yesu aliyeitwa ni mtu wa kujinyenyekeza, kujidhiri. Hivi kiburi kilisemwa hapa na wale waliopita. Wale waliosema kiburi eti nani alikuwepo alisikia kiburi sina nini, wale wahubiri wengi waliopita asubuhi. Bwana asifiwe sana. Amen. Sikiliza, kiburi ni tabia ya shetani. Alafu hakujua kwamba kitamuoa na hakujua kwamba kitampotezea sifa. Yes. Akafikiri ni cha kushikamana nacho. Juzi kwa nasikiliza TV hapo alikuwa anaongea, wakawa wanaongea kuhusu kiburi, watangazaji wakana chapa kuhusu kiburi. Mmoja akasema kiburi kinafanya ile aliye na kiburi hajioni, na kweli mtu mwenye kiburi huwa hajifahamu. Kwa hiyo ukiona unaisha na mtu ana kiburi, usifikiri mwenzako anajifahamu. Haoni. Ila wanaoona wanao mwangalia. Mwangalie mwenzako, mwambie mpendwa katika Bwana. Kiburi ni roho mbaya. Mwambie sasa si ukoje Yesu. Ila nakufahamu. Ila nakufahamu kwa sehemu. Wakana chambua hivyo. Ami sasa msije dada nimesahau. Watu walioitwa, kama umekubali kuwa ni wa Yesu, wewe mama hapa mzee amesema, maana kijana, wanaume, wanawake, usini unahubiri uwe wa sura hiyo. Maandiko yanasema, Bwana anasema kwamba unapaswa kujinyenyekeza. Anasema jidhihiruni mbele ya Bwana naye atawakuza. Haleluya. Ukitaka kuwa na hatua ya kwanza, ya pili, kama alivyokuwa anashuhudia mama, lazima ujue kuwa mtu mnyenyekevu. Piga makofi kwa Yesu. Hakuna dawa nyingine. Mama wewe kama nisikia unashuhudia unasema ngazi hii sio? Simemsikia mama vizuri. Kwani alikuwa anajivuna hapa? Naleta sasa humu sijui. Ukitaka kuwa mkubwa lazima uwe nani? Mdogo. Uwe nani? Mdogo. Ukitaka kuwa mama wa nyumba mzuri, vumilia masumbufu yote ya watoto pale ndani. Na wala usichoke. Ukichoka mpoteza sifa ya umama. Hata kama ni baba, usiombe kupoteza. Huyu mama mimi na ubiri tu. Anasema usimwangalie, anasemaje pale? Usiangalie nini, sijui usije kuangalia nini. Wewe chapa nini? Kazi. Ukitaka kuwa baba mzuri, ni lazima uvumilie kila kinachokuwepo kwenye nyumba yako. Na lazima usimame imara kama baba. Bwana sifiwe sana. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu apate kwa Kristo. Kupanda juu kimungu hakuji hivi hivi. Kuna kuja kwa mtu mnyenyekevu. Mnyenyekevu akikosolewa anakosoleka. Mnyenyekevu anaweza kujikosoa mwenyewe. Lakini mtu mwenye kiburi hajikosoi wala hakubali kukosolewa. Kiburi kinatangulia maanguko, sivyo? Sasa ninyi mwoitwa lazima tuwe wanyenyekevu. Nyumbani mbele hapo, wewe mtu mnyenyekevu. Kazini mtu mnyenyekevu.
Unaweza kuonekana kama mshamba fulani kwenye utumishi, mtu mnyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni wajibu wetu. Tukisema kwamba uwezi kusema umeokoka jirani yako, jirani yako, labda tafute Biblia, tuandike ya kwetu, lakini Biblia inasema jirani yako. Si maneno mtakuja kuzungumzwa bali uwe mnyenyekevu. Haleluya. Sawa jamani. Mwalimu wangu hapa, pige makofi, tupige makofi kwa Yesu. Wajibu mwingine kuomba. Mwangalie mwenzako, ambie wiki umeomba kweli? Yaani mimi nashangaa hii kanisa. Ibada ya Jumapili viti vinajaa mpaka wengine kidogo wakaliane tu. Lakini Ijumaa siku ya maombi wachache. Mkesha ndio kabisa. Na mimi wanajiuliza, unajua usikiliza kwenye maisha ya kiroho. Haya maisha ya kiroho hatujaribu wala hatubipi. Jamani msikilie vizuri. Maisha ya kiroho hatujaribu wala hatufanye nini? Hatubipi. Ni hivi. Bwana akasema umetia jembe kulima. Ukiangalia nyuma ufanye kwa utumishi wa Bwana. Si ndio? Au kwa ufalme. Umesema mimi mwanakwaya imba mpaka uzeeki. Anaweza labda ugue kushindwa kusimama hapo ucheze stage. Na ndio nikaona juzi wakasema kwenye mkesha kwamba watu wote mje kwenye nani hapa kwenye tuimbe kwaya pamoja. Si tukatoka wote na mimi na wengine. Kumbe hawa wanaoimba wanafanya kazi kubwa sana. Kupishanisha miguu na nani hivi. Nilijaribu muda wote nikakuta nashindwa, nikasema ningekuwa na zawadi ningewapa wanakwaya. Bwana asifiwe sana. Yaani mwingine unaweza kumwona mwanakwaya hapa anacheza na imba, wewe huko ule na yule. Jaribu na wewe uone. Nini nikasema yaani tu hapa wakatuwekea tu hivi. Yaani ile mara wanaenda hivi, wanarudi hivi, mara wanafanya hivi, mguu mwingine. Nikasema hii ni kazi ngumu, afadhali kuhubiri, pamoja kuhubiri kazi. Nikasema afadhali kuhubiri. Nikajaribu nishinda kabisa. Wanakwaya wote jipigeni makofi na Mungu awabariki. Bwana asifiwe sana. Kama mtu anakuja kwenye kwaya umruhusu. Mwambie nenda kwenye kwaya. Umeona eh? Anakuja kwenye maombi, ni wajibu wake, ni utumishi. Kanisa linapaswa liombe. Umeona eh? Kwa hiyo ni wajibu wetu, watu wangu wakijinyenyekeza na kuomba. Sasa nikao nimefika. Wewe umeomba nini? Unaombea wapi? Unaomba kwa namna gani? Mimi na maombi yangu binafsi. Kuna na maombi yanaitwa maombi ya kanisa. Tunaelewana jamani? Amen. Kuna maombi ya mtu binafsi, lakini kuna maombi ya nini? Ya kanisa. Wewe ukutane na wenzako wakutane na wewe. Wote muombe pamoja. Na sio kila mtu ataingia kwa wakati wake. Ile maombi ya kanisa kila mtu anaingia anapotaka, saa 6, saa 10, saa 8, saa ngapi utebe. Kuna hayo, lakini kuna yale. Tunaanza pamoja, tunaomba pamoja, tunashirikishana mahitaji pamoja, tunahitimisha pamoja. Tuambia watu nendeni. Bwana asifiwe sana. Hayo ni nini? Maombi ya kanisa. Mwambie mwenzako unahudhuria maombi ya kanisa. Yaani kama watu mnakuja kama hivi, yani kwa mfano kaja hivi kama hivi, afu tukasema tuombe, mbingu sitashuka. Jamani Bwana asifiwe sana. Amen. Nani anakuja kwenye maombi ya kanisa hasa Ijumaa? Na hivi tumetangaziwa Ijumaa ijayo saa 24. Usikie mwenye masikio.
Ijumaa ya wiki inayokuwa kuanzia kesho, ikifika Ijumaa, wapendwa wa kanisa hili, kama sio mgonjwa, sijui weje, kama sio mgonjwa, tumbo la mshirika huyu inabidi lisile wala lisinywe masaa 24 kwa utukufu wa Bwana. Bwana asifiwe. Sio kwa sababu huna chakula, sio kwa sababu vimepungua ndani, ni kwa sababu tunapaswa kuomba. Pige makofi kwa Yesu. Mungu anataka tuombe. Haya, sasa hatuombi sisi, hatufungi wala hatuombi. Na sala ya nani? Mungu anasema hivi, ukileta mchezo ana watu wengi. Washirika hapa msipoomba, washirika wa mama huyu siku ya maombi ni lini kule? Ijumaa. Pige makofi kwa Bwana Yesu. Kama nyinyi hapa hamjaomba, washirika wa kanisa la kule watafanyaje? Kama wewe hutaomba, kuna wengine watafanyaje? Wafu watafufuka, vipofu watafunguliwa, wenye changamoto mbalimbali kwenye maisha yao watakuwa salama kwa maombi ya watakatifu wengine. Ila wewe uliyejua kutenda haki usitende. Si ndio? Si unajua kutenda haki alafu fanyaje? Utende kwa nini? Wewe mwambie mwenzako kanisa linapaswa kuomba. Ijumaa ijayo tunafunga. Mwambie mwenzako jaribu hata kama una madonda ya tumbo, jaribu. Pige makofi kwa Yesu. Jaribu hata kama una madonda ya tumbo, jaribu hata kama mjamzito. Jaribu hata kama uko kwenye kazi ngumu. Mwingine anahubiriwa tu kila siku, kazi ngumu, nina kazi ngumu leo. Sikiliza, mchungaji mmoja mwenzako alikuwa na kazi, anaandaa mkutano wa Injili. Wakati anaandaa mkutano wa Injili, kanisa changa, watendaji sio wengi. Akanaandaa mkutano, anajenga jukwaa kama anajenga. Sauti zikamwambia hivi, unapojenga hiyo jukwaa lako, usile usinywe. Unapojenga hiyo jukwaa usile usinywe maji. Jenga ukiwa tu na njaa, kwa maana umefunga, kwa maana hapa utakuwa uombe. Akasema, akafikiri, akasema, binadamu, hii kazi ni ngumu. Nasogeza tofali na kuroka udongo naweka na jenga hili jukwaa. Hii kazi ni ngumu wasije. Yaani nifunge. Nenda pale na mama ya mchungaji, kutengeneza kachai. Kachai kenyewe karangi. Majani haya ya kukumuti. Majani ya kukumuti. Unajua majani ya kukumuti. Sana sana yetu tumetafuta ule mtu gani siku hizi mnachuma wa kijani mnawekea. Wenzio wana majani mengine wanashika tu kwenye kauzi, wanatia hivi. Alafu kale kauzi na hapo kwa mfuko kanatemea rangi fulani. Haina haja ya chujio. Haina haja ya nini? Sometimes huyo anasema sifungi na chai yake na chujio hata. Kwa hiyo anachemsha na majani ya kukumutia na chujio hata akinywa na anaenda na tumboni. Maisha ya Kiafrika haya wewe, ya kawaida. Jamani, Bwana sifiwe. Kwa hiyo chai ya rangi mponzi. Hadi tengeneza rangi. Vitafunga wenyewe basi. Wenzako wana sasa vilivyokuja. Maana si ndio hiyo inafanya mule kule tunachelewa kufunga sifungi leo. Unakimbilia vyenyewe vinavyokimbilia vitu gani? Mnafunga kuzungumza, mnafunga na kuomba. Sasa yule mchungaji akasema, mimi nimechoka bwana, kazi. Wakamtengenezea. Kumbe wakati ule wachawi wa kijiji kile walishaelewa kuna mkutano unakuja. Kwa hiyo wakaona huyu hapa tunamwai pige stadi. Ukipiga tu mchungaji akawa hoi, mipango hiyo mingine inaendaje? Kwa hiyo anajenga hivi akasema, pepo zinakuja.
Simuliambiwa asubuhi na uhubiri wengi. Wahubiri washahubiri wengi. Mimi na kazi. Bwana asifiwe sana. Amen. Pepo zikaja. Zikamkuta ameinama, alikokunywa chai akarudi kuendelea. Zikaja zikambamiza chini. Zikamfurukutisha chini. Mama akasema wewe mwokofu, ukute umeanguka kesho na pepo. Sina sasa hiyo ni issue tena ni kubwa. Zikamfurukutisha chini. Sasa kuja kuamka, mdomo huu hapa. Umehama kwenye levo. Umekuja huko wapi? Kwenye shavu. Mdomo wa mchungaji. Umetoka hapa, umekuja wapi? Niambie wewe, jaribu kumtazama mwenzako akipeleka mdomo pembeni. Fanya zoezi uone. Jaribu kuweka pembeni, mtazame uone sura yako. Ndio sura sasa mchungaji aliyotokea naye. Wakati huo sisi tuko kwenye kikao cha wachungaji wa jimbo lile lile. Askofu zimepigia, yaani hajaja hata kwenye ile mkutano wa wachungaji, bwana anaandaa mkutano. Kwa hiyo sasa mchungaji kule kabanwa vile, ndio simu kwa askofu. Askofu, huko mko wapi? Tuko kwenye kongamano la wachungaji. Mchungaji mmoja akufika wakati fulani. Hebu alikuwa na maandalizi ya mkutano. Aanguka pale chini, mdomo umeanza. Askofu ambia, jamani, mleteni hapa haraka. Hizi habari za kweli. Hizi ni habari za kweli. Wanafikiri tu baadaye. Mleteni haraka, ndio wanamleta sasa. Baba mrefu, mwembamba. Wakamleta. Wakaja kumsimamisha hapa mbele. Mdomo uko wapi? Toa ushuhuda, unaongeaje mdomo? Haya hizi mnazopaka wengine na nini? Rangi nyekundu. Viko huko. Baba amesimama sasa. Ndio naeleza kwamba mimi nilikuwa naandaa mkutano, anaongelea huko. Nilikuwa naandaa mkutano. Sasa nikasikia sauti inasema nifunge, mimi nikaacha kufunga. Sasa nikashangaa tu nimepigwa, nimeanguka hivi mnapoona hivi mdomo huko. Yaani mimi sitaki kujaribu, maana sije kupoteza ujumbe hapa. Kwa hiyo ikawa askofu akasema tumuombe. Wachungaji wakasimama wanaomba kwa kilio, kwa kuamuru kwa jina la Yesu, toka pepo nini kwa nguvu. Wakati wanaomba pepo zikachomoka. Zilipochomoka zikapiga wawe hai. Zikaenda tu kuwavamia wenyewe na kufa. Mchungaji mdomo ukarudi. Mwambie mzako huyu alikuwa na neema yake. Ya kwako unaijua. Bwana asifiwe sana. Ukisikia kuna sauti ya kwamba usile, usiseme mimi na madonda ya tumbo, usifanyaje? Usile. Bwana anajua nini kiko mbele yako, au ya mtoto, au ya jirani, au ya ndugu, au ya jamaa tu mwingine, au juu ya nyumba yako. Ni kwa maana ya jengo, sio familia. Unaweza ukaona unajua mimi niko sawa, kumbe kule shetani anaenda kuitumua gesi. Wengine mna mitungi midogo na miguu, anaenda kuifungua inavuma tu kwenye nyumba. Nyumba amejenga ya mamilioni inavuma. Unatoka na kutoka, mwingine anatoka kanisani kama hivi. Alipofika tu sasa wanataka kuingia kanisani, kiberiti po, kumbe gesi ilikuwa inachemka ndani muda wote. Kufanya kitu yeye na nyumba yote. Ombeni. Bwana sana. Amen. Pige makofi kwa Yesu. Wajibu kwa kanisa ni kuomba. Mwambie unaendelea na maombi ya kufunga uyaache. Kwa hiyo Ijumaa ni kufunga hapa saa ngapi? Saa ngapi jamani? Vijana mpo saa ngapi? Wababa mpo saa ngapi? Wakina mama jeshi kubwa? Nani atafunga? Kwa msaada wa Bwana, nyosha mkono. Mwingine siwezi kunyosha mimi, nitakuwa najitabiria matatizo. Hii sio matatizo. Unajitabiria kwamba unaweza, sema amen. Pasipo kuomba mtavamiwa na mambo mengi. Kwa hiyo wajibu wa kanisa ni kuomba sana. Watu wangu wale kutoka jina langu walijinyenyekeza, wakaomba na kutafuta uso, kuacha njia mbaya. Mwambie wenzako wajibu mwingine kuacha njia mbaya. Umekuja hapa leo, umekuja kumtafuta nani? Mungu.
Sasa mwingine watakuwa wanaenda wenyewe, mimi sisi kwa hapo tu nitakuwa siendi. Kwa nini tunakuja kusali? Wengine wala wanatukemea kila siku kusali. Sisi tunakuja kutafuta mmoja asiyeonekana kwa macho. Huyo, kwa nini tumtafute? Huyo ndio anayejua siku zako za kuishi. Mama amekulea tangu umetoka tumboni, umekuwa kijana, umekuwa mpaka hapo, hujawahi kuambiwa na mtu yeyote wa karibu na wewe kwamba siku zako ni ngapi. Umewahi kuambiwa? Hujui. Yuko mmoja, huyo lazima tafuteni uso, alafu itafuta mtaniona. Farakana na wengine, alafu Bwana atakusaidia kurudi. Usifarakane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unamwona huyu kwa mtu je kumtafuta. Haonekani. Kwa macho haonekani. Jamani, si kweli? Lakini lazima mtafute. Ukitaka mtafute. Tena katika roho na nini? Na kweli. Hatumtafuti tu kama wengine. Unapaswa kumtafuta katika roho. Na wale mnaomtafuta Mungu vyovyote, muache kwa jina la Bwana. Sema amen. Piga makofi kwa Yesu. Uache. Narudia tena, uache kwa jina la Bwana. Umtafute Bwana katika roho na kweli. Usalama uko hapa. Ataonekana sasa. Ataonekana siku ukiwa unaondoka. Kwa hiyo Biblia inasema mwisho, matokeo haya, andika matokeo tukimalizia hapo. Kama tutafanya huu wajibu wetu, kunyenyekea, kuomba, kutafuta uso wa Mungu na kuacha mabaya, Biblia inasema hapa kwamba kutakuwa na matokeo au kutakuwa na faida hii. Anasema hivi, moja, atasikia toka mbinguni. Unaona, Mungu atasikia, atakusikia wewe kutoka mbinguni. Alafu Mungu jamani mtu mzuri. Atasikia kutoka. Sasa kuomba ni kuwasiliana na Mungu. Yaani unapaswa uhakikishe Mungu ananisikia. Umeona? Mungu anakusikia. Uwe na uhakika kwamba Mungu jamani tusikilize. Unapaswa kama mtu wa Mungu wetu, uwe na uhakika kwamba Mungu anakusikia. Kwamba Mungu mimi ananisikia, ninachozungumza na ninachoomba ananisikia. Una watu hapa Mungu anawasikia. Amen. Usiwe mshabiki. Ujiulize peke yako kwamba hivi kweli ananisikia. Nataka yule anayesema mimi nina uhakika Mungu wangu na mwabudu ananisikia. Ndio nataka huyo ili nione. Yaani una uhakika hata sasa tukisema tuinuke tuombe wagonjwa wafunguliwe, una uhakika kwamba 10 kule watakuwa salama. Amen. Bwana asifiwe sana. Na aliye na uhakika kwamba nikiomba hapa kama kuna mkosi fulani, huo mkosi hautatupata. Yaani tunataka pige makofi kwa Yesu. Sio kama kanisa lisema mamlaka. Kanisa ambalo halina nini? Mamlaka. Sasa asiniwe nini wengine wanakimbilia kwenye mizizi tena. Mungu wetu ni Mungu aliye hai. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo faida Mungu anafanyaje? Anasikia. Ndio swali liko hapa. Sio kwani naweza hivi au kuna wengine wasikii na Mungu. Hapa. Na vyanzo vya kutokusikiwa na Mungu vipo wazi. Kwa nini mtu asisikiwe na Mungu? Anaweza kuomba hapa akagaragara, akajibamiza, akafunga siku 40, akafanya nini Mungu asikie. Mwaomba huko mna mashindano asikie. Mwaomba mambo unataka kutumia vibaya asikie. Waomba mwenendo wako hauko vizuri asikie.
asikii. Kwa hiyo Bwana tusaidie, sema amen. Kuna tokeo lingine ambalo ni faida hapa, angalia pale chini kidogo pale. Nikutajie tumalize hapa. Kwamba atasamehe dhambi. Ni matokeo ya wewe kila mwenye dhambi, lazima kila mwenye matumaini hayo hujitakasa. Kwa lugha nyingine, unajilinda kila siku na dhambi. Piga makofi kwa Yesu. Unajitakasa, lazima ujilinde. Lakini na kumwomba Mungu. Kwa sababu dhambi huwa iko mlangoni. Inamtamani kila mmoja. Napasa aishi. Kwa hiyo atasamehe dhambi, lakini pale mwisho anasema hivi, ataponya nchi. Ataponya nchi. Kwa hiyo ukitaka Mungu aendelee kuonyesha uponyaji nyumbani, ponyaji kwenye mwili wako, ponyaji kwa mwanao. Unajua watoto tumeambiwa asubuhi na wale ni watu wa muhimu mno, lakini ibilisi ni mkorofi. Yaani shetani ni mkorofi. Anaweza kukwambia wewe tuache. Sisi kiliza tulikuja mwaka fulani, ndio ngoja tumeufanya. Tulipoanzisha kazi ya Mungu hapa mwaka 2000. Mwaka 2000. Jeshi. Sauti moja ikaja ikasema hivi. Wewe mtumishi wangu, usisumbuke na watu wakubwa wazee au vijana wanajifanya wana dini. Wewe achana nao. Hubirini, abuduni, endeleeni. Msisumbuke na mtu anabeba Biblia na kuangalieni na kanisa yenu hapa mko wawili ya mwelewiki, hiyo msisumbuke. Akasema hivi, mimi Bwana. Hawa watu wanazaa watoto. Hawa watu wanapata wajukuu. Unaona Mungu anazungumza. Akasema hivi, na hao wajukuu na watoto, wewe tumefungua kanisa wanaliona, hatuwezi kwenda sisi kwenye kanisa hilo. Kanisa zetu sisi hizi. Asante. Kila mmoja aweke mikono yake kwenye kifua chake sasa. Meweka mkono wako kwenye kifua, baki kule. Baba Mungu, katika jina la Yesu. Wamekuja watu hao kukuona wewe siku ya leo. Nami nawaweka tena mikononi mwako Mungu. Wewe unayewawazia mambo mema. Bwana uwe na kila mmoja. Katika jina la Yesu kaonekane kwao. Kama jinsi ambavyo umesema, naomba uonekane kwao. Wabariki wanapotoka katika ibada hii. Nenda nao nyumbani. Katika utukufu wako watunze. Kiomba katika jina la Yesu. Tuseme amen. Tuyo huko. Ndiye Bwana Yesu makofi mengi.